Sikiliza mpendwa, baada ya kuwa umejiungamanisha na Yesu, wakati naomba nimeyaona maono. Hakikisha ukatoe sadaka yako baada ya uponyaji wako. Kabla unahitaji kupona, basi ukatoa sadaka. Sadaka yako, tafuta mtu yoyote aliyo karibu nawe, awe kilema, awe mwenye uhitaji wa aina yoyote, awe mtu yoyote wa kawaida ambaye anastahili kupokea msaada wako, basi nakusihi ukampe sadaka. Haleluya. Basi nilikuwa naomba tukalisikilize neno la Mungu. Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa 4. Ufunuo wa Yohana sura ya 13 ule mstari wa kwanza. Kama kuna mtu amefika, naomba atusomee. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 13 mstari wa kwanza. Kama kuna ambaye anaandika, basi andika. Ufunuo wa Yohana. Kama kuna anayeandika, basi andike. Basi kama kuna ambaye amefika, naomba atusomee. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Soma mpaka mstari wa 4. Biblia inasema, kama umepata naomba usomee. Nasoma kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza. Amina. Ufunuo wa Yohana wa kwanza, sura ya 13. Naam. Mstari wa kwanza unasema. Amen. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Soma kwa nguvu. Kisha nikaona mnyama anatoka bahari. Soma kwa nguvu mpendwa. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mwenye pembe 10. Mwenye pembe 10. Hebu sema pembe 10. Pembe 10. Endelea. Na vichwa 7. Na vichwa 7. Endelea. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Soma tena hilo. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ana juu ya kichwa, juu ya pembe zake jina ya kufuru. Sema majina ya kufuru. Majina ya kufuru. Unaweza kukuta kwenye yale majina yaliyoko kwenye huyo mnyama ndio yako kwenye jina lako. Ndio hilo jina la huyo mnyama ndio liko kwenye jina lako. Ndio liko kwenye hiyo pembe za huyo mnyama. Endelea. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa ni mfano wa chui. Endelea. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na miguu yake ilikuwa ni kama miguu ya dubu. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Haleluya. Ishia hapo. Mstari wa 2, Biblia inasema, na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi. Tazama mfalme. Kumbe katika wafalme wako wafalme wengine juu ya wafalme. Ina maana unavyomuona mfalme, ina maana kuna mfalme mwingine aliyempa ufalme huo mwingine. Ukimtazama mfalme unasema huyu ndo mfalme wetu, lakini nyuma yake pia yuko mfalme mwingine ambaye amempa huo ufalme. Haleluya. Amen. Endelea. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Nikaona imetiwa jeraha la mauti. Na pigo lake la mauti likapona. Na pigo lake la mauti likapona. Haleluya. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Dunia yote. Wakati tunaendelea kulitafakari somo hili, nataka nikwambie kitu kimoja, ya kuwa 666 iko mlangoni kwako. Yaani Mungu
anavyogonga mlango na shetani anagonga mlango. Hatua yako moja unaoipiga na shetani anapiga hatua inayofuata. Hatua yako moja unaoipiga na shetani anapiga hatua kufuata. Sema amen. Na ndio maana unapolisikia neno limebisha hodi kwenye kichwa chako, jua ya kwamba anayebisha hodi ni nani? Haleluya. Anayebisha hodi ni nani? Ni Yesu wa mbinguni. Kwa hiyo unapofungua ule mlango, sema Yesu, nimekupokea na uwe Bwana na Mwokozi wangu. Ninalisii na kuliona jina la Bwana ukibarikiwa juu yake. Ile namba 666 naona ikikuacha. Naona ikikimbia mbali. Naona ikikaa kilomita nyingi. Naona ikikaa mbali na wewe ile 666. Ile 666 inakuja kwa ajili yako. Lakini kumbuka na Yesu anakuja kwa ajili yako kukuokoa ili uingie kwenye uzima wa milele. Endelea. Mstari wa 4 unasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Mstari wa 4 unasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Unajua watu hatuelewi maana ya kusujudu. Maana ya kusujudu ni kumpigia magoti anayekuzidi. Haleluya. Ina maana ukimwona mtu anasema ninakusujudia, ina maana unampigia magoti mtu anayekushinda. Ndio maana ya kusujudu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Usimsujudie shetani. Mungu ni karibu. Mungu anasema Mungu anaimba na wewe kwa sauti moja. Endelea. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema. Wakamsujudu yule mnyama wakisema. Ni nani afananaye na mnyama huyu? Shetani bwana anapenda kujihangaisha sana. Ni nani afananaye na mnyama huyu? Ina maana mpaka Mungu hawezi kufanana na wewe mnyama. Haleluya. Amen. Kwa sababu waliona nguvu za nani? Za yule joka wakati anapuliza zinaenda kwa yule mnyama. Kisha wakamsujudia wakamwambia, je, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Tena, haleluya. Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Ina maana wakiwa wana maana hadi Yesu wa mbinguni hawezi kufanya vita naye. Hakuna mtu ambaye anaweza akakomboa mataifa kama Yesu wa mbinguni. Hayupo. Endelea. Mstari wa 5 unasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Maneno ya makufuru. Sema maneno ya makufuru. Maneno ya makufuru. Unajua ni wakina nani wanapenda kunena maneno ya makufuru juu ya watoto wao? Ni wakina mama.